لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Tukufu wa Kiislamu, wale yote baada ya kumshukuru Jalla fi'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nichukue fursa hii kuhusia nafsi yangu moja kabisa na kuhusia wewe ndugu yangu katika imani ya Kiislamu, hususan katika swala zima la kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Tukufu wa Kiislamu, hotuba yangu ya leo taelezea kwa uchache kuzitaja zile sifa za waumini wa Allah tabaraka wa taala. Kwa mujibu wa Qur'ani, wale waliomwamini Allah tabaraka wa taala wametajwa katika matabaka mbalimbali, wana sifa tofauti tofauti. Kwa hivyo mimi nitagusa baadhi ya sifa hizo. Lengo na maksudi nini? Ili mimi na wewe kila mmoja, kwa kuwa tunatamani nasi tunasibishwe katika orodha ya walioamini, tuna kila sababu ya kukumbushana sifa za walioamini ili kila mmoja ajipime kabla siku ya kupimwa haijafika, kwamba je, katika yale yaliyotajwa kwenye sifa hizo za waumini, ikiwa na mimi ni mmoja wapo wa kutamani niwe katika kundi hilo, je, nahusika na sifa hizo? Watukufu wa Kiislamu, Allah tabaraka wa taala katika suratul Anfal aya ya 91 anasema, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, innamal mu'minuna Allah, pindi atakapotajwa Allah tabaraka wa taala, kinachotokea kwa muumini huyu, wajilatil qulub, nyoyo zao za shtuka, nyoyo zao za ingia woga, zajawa na hofu. Nani aliyetajwa? Allah tabaraka wa taala. Ili uweze kuwa muumini lazima ufike hichi kiwango. Ikitokea Allah tabaraka wa taala anatajwa mbele yako, halafu unajikuta uko kawaida, basi wewe bado hujafikia pale palipokusudiwa na Allah tabaraka wa taala. Innama, hakika si vinginevyo, almu'minuna, waliomwamini Allah tabaraka wa taala, alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, ni wale ambao wakitajwa Allah wao wanaogopa. Lakini sio kuogopa tu, anapotajwa Allah tabaraka wa taala, muumini anajawa na hofu, anaogopa. Uliyemtaja ana uwezo wa juu kuliko yote. Lakini akasema, wa idha tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, zinaposomwa sasa zile aya na maelekezo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, anaposomewa huyu muumini ambaye keshaogopa kwanza, akasomewa aya hizi, basi yeye kinachotokea, imani yake inaongezeka kutoka pale ilipo, kwa sababu imani ilipo huwa ina sifa ya kupanda na kushuka. Imani ina sifa ya kuongezeka na imani ina sifa ya kushuka. Kinachopandisha imani na kinachoshusha imani ni maelekezo ambayo tutayapewa, ambayo ni matendo mema
yanaongeza imani na maovu yanashusha kiwango cha imani. Kwa hiyo anasema wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, na wanaposomewa aya za Allah tabaraka wa taala viwango vyao vya imani vinaongezeka kila mmoja kutoka pale imani yake ilipo. Lakini si hilo, akasema Allah tabaraka wa taala wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao huwa wanategemezea mambo yao yote. Kila kitu cha muumini huwa kikitegemezea kwa Allah. Nini maana yake? Kumtegemea Allah tabaraka wa taala ni kuto kulifanya jambo ila baada ya kupata maelekezo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atufanye wepesi katika hili. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wasa'il min al-mu'minati wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'ala adh-dhalimin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, watukufu wa Kiislamu, usikum wa nafsi maratan ukhra bi taqwa Allahi azza wa jalla. Watukufu wa Kiislamu, kwa mara nyingine nachukua fursa hii kuihusia nafsi yangu pamoja na kukuhusia wewe ndugu yangu katika imani ya Kiislamu katika swala zima la kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Watukufu wa Kiislamu, kama ambavyo tumeelezana katika hutuba ya kwanza ikihusisha kuzitaja zile baadhi ya sifa za waliomwamini Allah tabaraka wa taala, ambapo mimi na wewe tunapambania hiyo nafasi. Kila mmoja anapambana awe katika walioamini, kwa sababu walioamini ndio walioandaliwa yale matunda kule katika janna. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atufanye wepesi nasi tuwe katika kundi la waliomwamini Allah tabaraka wa taala. Watukufu wa Kiislamu, kama tulivyoisoma aya katika suratul Anfal, tutizame tena aya nyingine katika suratul Ahzab, katika suratul Hujurat. Allah tabaraka wa taala anaendelea kututajia sifa za waliomwamini, ili mimi na wewe kila mmoja ajichuje kwamba je, Mwenyezi Mungu akitajwa mimi naogopa? Ndugu yangu, labda nikuambie kitu kimoja. Hizi hutuba hizi huwa za soma nyingi katika maisha yetu. Kwa mwezi zinapatikana mara 4. Sasa piga mahesabu, ni hutuba gani ya mwezi gani, tarehe gani iliyonifanya mimi nikatoka katika upande mmoja wa maovu nikaingia katika upande wa mema? Kwa sababu hamna hutuba hata siku moja inayoamrisha maovu. Kwa hiyo hutuba inaposoma, lengo la kusikiliza ni ili wewe utoke pale ulipo katika uovu uende kule unakoelekezwa. Ndio maana ya huu uongozi wa Qur'an. Kwa hiyo tunaposomeana hapa, Allah tabaraka wa taala katuambia mwenye kuamini ni yule ambaye akitajwa Allah anaogopa. Sasa baada ya kutoka hapa, aendelee kutajwa Allah, alafu wewe baki pale pale uone free tu, hamna tatizo lolote. Usomewe aya za Allah tabaraka wa taala, bado ulete inani kipingana, huko tayari tena kufuata kile alichosema Allah tabaraka wa taala. Na maana hutuba hii itakuwa imekuacha kama ulivyo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema katika aya suratul Hujurat, katika aya ya 15 anasema, innama, hakika si vinginevyo, almu'minuna, waliomwamini Allah tabaraka wa taala ni kina nani? Alladhina amanu billahi wa rasuli, ni wale wanaomwamini Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Wamemwamini Allah kisha wakuamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini akasema pamoja na imani hiyo, thumma, kisha, lam yartabu, wasiwe na shaka. Wapo walioamini lakini wana wasiwasi.
Hizi irtabu, hizi shaka zinapatikana kwa mtu. Wewe umemwamini Allah, watakiwa mtegemezee mambo yako. Likikukuta unajiuliza, kati ya kumwomba Allah kwenda upande huu wapi, ukawa una Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunusuru na janga hilo. Tunapojinasibu kwa Allah, tukajikurubisha kwa Allah, tukayategemeza mambo yetu kwa Allah, basi tuamini huko kwa Allah. Kinyume na hapo tukawa na ukati na kati, kwa Mungu tupo, upande wa pili tu hueleweki. Imani katika Uislamu huwa unajinasibu muumini, lakini wakati huo likikutokea jambo uko baina. Pande wote utakaoshtuliwa, utakaosukumiwa nawe sawa tu. Mwenyezi Mungu atunusuru katika hilo. Innamal mu'minuna, anasema hakika wale muamini Allah tabaraka wa taala, alladhina amanu billahi wa rasulihi, ni wale waliomuamini Allah na mtume wake, thumma lam yartabu, kisha wakawa wanahofu, shaka wakawa hapana. Lakini akasema moja katika sifa nyingine, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, wakaipambania dini ya Allah tabaraka wa taala kwa kutumia mali zao na nafsi zao. Sasa wewe kama umemwamini Allah tabaraka wa taala, hakikisha huna hofu, huna mashaka, huna wasiwasi na kile ulichokiamini. Na mitihani hiyo inatokea. Mwenyezi Mungu anasema mayashaki lillahi wataba sabila ghairi alhaq nuwallihi ma tawalla. Yeyote atakayepingana akawa na mashaka, akapingana na mtume, kisha akaamua kufuata njia ambayo sio, huko tunategemezea mambo yake. Sasa kuna mwingine keshaamini upande huo, mafanikio yake yote yako kumtoa uwezo. Na kuna wale waliokati na kati, ambao huku wako hawaeleweki. Sasa wewe katika imani utakiwi kuwa na kiwango hicho, kwa na imani hakuwa na wasiwasi. Tegemea upande mmoja, kama aliposema udkhulu fi silmi kafa, ingia kwenye Uislamu moja kwa moja, usiwe mguu nje mguu ndani. Ngoja nikasome dua, kama nitakubaliwa, kama sitokubali inshallah tajua huko. Ukifika pale unasema dua, unapoa mtihani ile jambo unasema ndio linazidi. Kama ni kichwa chaongezeka pale kwenye dua, kutoka pale sema nilijua unaenda tu, lakini wallahi vile hebu ngoja ndio pale. Sasa ukiwa na wasiwasi, basi imani yenye wasiwasi haileti mafanikio. Mungu atunusuru katika hilo. Asema Allah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, kisha wapambanie dini ya Allah kwa kutumia nafsi zao pamoja na mali zao. Ulaika humus sadiqun. Mwenyezi Mungu anamalizia kusema hao ndio watu wa kweli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanye nisi katika hilo. Watukufu wa Kiislamu, nimalizie hotuba yangu kwa kusoma aya moja ya mwisho ambayo inapatikana katika sura Al-Ahzab aya ya 36. Allah tabaraka wa taala asema katika kuzitaja hizo sifa za waliomwamini, asema wa ma kana lilmu'minin, haiwi na ukimkuta yuko hivyo, huyo sio muumini, mwongo, danganya. Haiwi kabisa limu'minin, kwa muumini mwanamke, wala mu'minatin, wala muumini wa kike, muumini mwanaume wala muumini wa kike, hawaji na sifa hii. Lengo la kupambanua hii ni nini? Ukimkuta anakuambia ni muumini afu akawa na hili, huyo sio. Tafuta muumini aliko huyo ulikutana naye sio, hana sifa hii. Anasema wa makana limuumini, haiwi kwa muumini mwanaume wala mu'minati, wala muumini mwanamke. Ufanyaje? Idha qala Allah wa rasuluhu amna, Mungu na mtume wake wamehukumu jambo kwamba hili jambo hukumu yake ni hii, halafu ajitokeze muumini mwanaume au muumini mwanamke akawa ni sawa, Mungu kasema hivyo lakini mimi ninaona hivi, yani kutia maamuzi ya hiari kwenye hukumu za Allah tabaraka wa taala. Qur'ani imehukumu hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akahukumu hivi, halafu unakuja wewe ni sawa kama Qur'ani imesema hivi lakini na mimi ninaona hivi.
alafu wasema na mimi muumini bwana. No, wewe kwenye kundi la waumini humo. Tutakuita sisi tu ambao hatujui nyuma ya pazia kulivyo, lakini Muislamu hakutambui kama katika kundi la waumini. Anasema wa makana ni muumini, haiwi kwa muumini mwanaume wala mu'minatin wala muumini wa kike, idha qala Allah wa rasulahu amran, Mwenyezi Mungu na mtume wake wakahukumu jambo, ayakuna lahu khiyaratu min amri, wakawa wana uhiari wa kuamua kwamba una hiari bwana. Mungu kasema ndio dini imesema, lakini unaweza ukaangalia ukiona vipi unaweza kufanya hivi, ukaongeza akili yako ya tatu hapo katikati. Ndugu yako muumini anaga sifa. Mwisho inamalizia aya na tahadhari. Nasema man yasi Allah wa rasula, na yeyote atakayethubutu akadiriki kumwasi Allah tabaraka wa taala na mtume wake, huyu faqad dhalla dhalalan mubin, atakuwa amepotea upotevu ulio wazi. Watukufu wa Kiislamu, sifa za waumini ni nyingi, lakini kwa leo tutoshe hizi chache. Tuhakikishe kila mmoja katika yale yaliyotajwa katika tahadhari, tusijinasibu na sifa, kwa sababu mimi na wewe chote tupambania hiyo cheo, hiyo nafasi ya kuwa muumini mbele ya Allah tabaraka wa taala. Walisema kuna Waarabu kule walimwambia mtume, sisi tumeamini kwa kuwa wanaonekana waongo, hawajafikia. Mwenyezi Mungu anakuambia mtume, waambie hao bado hamjafikia kiwango cha imani. Je, msilimu mmejisalimisha basi, lakini kiwango cha imani bado. Sasa mimi na wewe tunaweza kujinasibu hivyo, tumeamini, ukotosheka tumeamini, kumbe bado ndugu yangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanyie pesa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.